jukumu yao. Kuna mengi yamezungumzwa, tuanze na ujio kutokea kwa meneja wa habari na mawasiliano. Hivi ni kocha na meneja? Meneja mkuu huyo. Meneja mkuu, tarudi kutazama hapa majukumu yake meneja mkuu. Mwalimu wetu amefika salama na tunayo furaha kubwa. Mwalimu wetu amewasili nchini Tanzania kuja kuanza majukumu yake. Tunayo furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye jukumu la kila msingi litakuwa ni kusimamia ustawi wa timu yetu, hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la benchi la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports Club. Maswali yamekuwa ni mengi sana mara baada ya kumtambulisha Pantev na kumtambua kuwa ni meneja mkuu na sio kocha mkuu, kama ambavyo tumezaliwa tukiona makocha wakiitwa makocha. Kimsingi ni kwamba tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev kutoka kuwa kocha kwenda kuwa meneja. Kocha ni mchezaji ambaye anadili on the field, yani ambaye anadili na majukumu ya field pekee kwa maana ya uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Sasa tumehama huko kwa Pantev, yeye tumemwongezea majukumu. Anakuwa na jukumu jingine la kusimamia ustawi wa wachezaji kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pantev, lakini vile vile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri, lakini kusimamia technical staff wenzake wote kwa maana ya kusimamia kit manager, kumsimamia team manager, kumsimamia food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye. Kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi. Na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndio inawezekana ikaonekana ni jambo jipya, jambo la ajabu, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. Na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo. Lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano, hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano. Hili ni jambo jipya kwetu Tanzania. Ni wazi kabisa kuna namna ambavyo linahitaji ufafanuzi yakinifu ambao utaondoa maswali mengi na mengineyo kabisa. Umesikia hapa ufafanuzi baada ya ujio wa Pantev, maeneo gani atakuwa anayagusa, kwa nini wao wamemuita meneja mkuu. Imeridhisha, imeondoa maswali, yani huna swali, umeelewa moja kwa moja majukumu yake. Mimi wasikilize wenzangu kwanza. Mimi ninayo ya kwangu, lakini nataka niwasikilize na wenzangu kwanza. Kwa hati unapiga pasi. Unapiga pasi. Unapiga pasi pembeni hapa. Alianzisha hiyo. Ya mimi nimemuelewa Ahmed. Na kusema ukweli ambacho amekizungumza kina define utofauti kati ya head coach na manager. Unajua moja kati ya sehemu ambayo inaweza ikawa ni reference nzuri sana kwa watu. Kabla hujapiga hatua, kwa maana Simba atakuwa na head coach, si ndio? Atakuwa na head coach na manager ndiye. Moja kati ya eneo ambayo inaweza kuwa ni reference nzuri sana kwa watu. Kama mtu ulikuwepo wakati Sir Alex Ferguson yuko United, wakati Arsene Wenger yuko Arsenal, wao walikuwa ni mameneja. Na hiyo ni kazi ambayo ni position ambayo kwa kiasi kikubwa unakuwa unasimamia vitu vingi zaidi kuliko head coach, ambaye yeye kazi yake kubwa ni kusimamia tu ile timu, kuiandaa kwa ajili ya mechi, then na kufanya hiyo coaching wakati yuko pale kiwanjani. Amorim ni coach au manager? Amorim ni coach. Coach ni coach. Ateta ni coach au manager? Manager. Sasa of course yeye ni manager. Endelea. Sasa kutokana na Ahmed ambavyo amezungumza,
Ni kweli vitu vingi ambavyo amevizungumza ndio utofauti uliopo kati ya head coach na manager. Shika hapo, tukirudi pia tutataka tumtazame Ibenge, ni head coach au manager? Bana, shukrani sana kwa wasikilizaji ambao wanatufuatilia hivi sasa. Nimeona pia wameanza kutuandikia juu ya maswali mawili matatu ambayo mimi pia nitawasilisha, sababu leo niko upande wao. Kabisa niko upande wao, sababu na mimi na maswali mengi kweli. Ndio. Kuelewa jambo moja, kukubaliana nalo jambo lingine. Lakini kama kuna kitu kimejificha pia nitabidi nitazamie. Mimi binafsi sidhani kama ni mfumo mpya kwa sababu kwa kwetu Tanzania. Kwa sababu hata Young Africans pale yupo manager, yupo na kocha. Manager wa timu ni Waterson kama sikosei, ndio manager wa timu. Kwa hiyo ni utaratibu. Hata Simba yupo manager kabla hajaondoka yani Patrick Imam ni manager. Tofauti kati ya manager ambaye yuko Simba yule Patrick Imam na huyo Waterson na huyu manager wa sasa hivi ni kwamba kanuni, lakini huyu ni meneja mkuu ambaye ndani yake kwenye ile managerial kuna coaching staff, kuna coaching technique, kuna coaching mipango. Sijui umeelewa Kwa hiyo utakapokwenda mazoezini utamkuta meneja anasimamia mazoezi. Utakapokwenda kwenye mechi utamkuta meneja. Popote utakapokwenda utamkuta Pantev anatimiza majukumu yake ipasavyo. Kuna kit manager, umeelewa Kwa manager lisiwatishe. Alafu kuna player manager, kazi yake ni kupanga ratiba, leo tunaingia kambini saa ngapi, tunatoka saa ngapi, chakula saa ngapi. Alafu kuna food manager. Kwa msichanganyikiwe na neno manager. Alafu kuna manager mkuu sasa. Overall managers tuliokuwa nao, tuna manager mkuu ambaye ni bwana Pantev. Ninyi shida yenu nafikiri manager ni kama manager wa wale jamaa zetu ambaye anashika mpaka hirizi. Sisi manager wetu ni wa kitaalamu. Haya. Maelezo hayo pia yamejibu chochote? Kazi ya Matola haijawekwa wazi na kikanuni. Alichohojiwa ni kwamba Pantev inaonekana hana vigezo vya kusimama kama kocha mkuu, ndio maana wamezalisha hiyo option ya umeneja. Yani kiutendaji Pantev amekuja kama kocha mkuu, isipokuwa kwenye mechi za kiushindani atakayetambulika kama kocha mkuu kulingana na vigezo vya kiukufunzi alivyonavyo ndo atakuwa Matola. Lakini kwenye kiwanja cha mazoezi atakayekuwa anawasilisha mbinu, atakayekuwa anahakikisha timu inacheza kwa muundo gani, atakuwa ni Dimitar Pantev. Matola atakuwa ni mtu wa pili kwenye kiwanja cha mazoezi, isipokuwa kwenye mechi za kiushindani, hasa kwenye michuano ya kimataifa. Kwanza ieleweke, wote watakuwepo benchi. Yani wote wanakuwepo benchi, isipokuwa atakaye kwenda kuzungumza na vyombo vya habari baada ya mechi, atakayetambulika kimakaratasi kwenye mchezo husika, atakuwa ni Matola kama kocha mkuu. Tuzo zote zile anabeba Matola. Yule lakini atakayekuwa, lakini hiyo haimaanishi kwamba hawezi kuwepo Pantev. Pantev atakuwepo kwenye benchi, na isitoshe ana uwezo hata kusimama kwenye touchline na akaelekeza. Na ndicho ambacho tulikiona hata kwenye mchezo dhidi ya Gaborone. Mechi awali walishindwa kumweka, lakini mchezo wa pili alikuwepo. Na mimi nitawaambia tu kitu kimoja, hata huko alikotoka Gaborone, hata alipotoka Victoria United, hakuwahi kuwa na cheo tofauti na meneja, lakini alikuwa anasimama kwenye benchi. Na kwenye hizo timu kulikuwa na wasaidizi ambao ndo walikuwa na vigezo ambavyo vimekidhi mahitaji ya CAF kama tunavyomwona Matola. Lakini majukumu yote ya kiufundi kutoka Gaborone, na hata alipokuwa Cameroon kwenye klabu ya Victoria United Msabaa, aliyekuwa anafanya kazi ya kiutendaji kama mwalimu mkuu alikuwa ni huyu, na wale wasaidizi ambao ndo walikuwa wamekidhi vigezo kulingana na cheti cha Afrika, wao kwenye mechi sasa ndo anatambulika. Lakini bwana mkubwa kwenye mechi anakuwepo na ufundi anaufanya yeye. Kwa nafikiri ili swala limejaribu kufanywa kama ni big issue, lakini uhalisia ni kwamba huyu amekuja kama kocha mkuu kiutendaji, na kwenye uwanja wa mazoezi itakuwa hivyo, isipokuwa tu ikifika muda wa mechi atakuwepo benchi, lakini kamera ikianza kupani hivi itasema Selemani Matola head coach. Lakini kila kitu kamaliza bwana Pantev kuanzia mazoezini, na hata Matola wakati wa mechi anajua kabisa mchakato wote unaokwenda kuchezwa na Simba utakuwa ni wa Pantev. Mimi niko hapa, tunasema kama kimakaratasi. Unajua maneno yako yanathibitishwa na Dimitar Pantev, namna ambavyo ametua Tanzania.
ule ukubwa wa mapokezi. Lakini pili, yeye baada ya kuwashwa vipaza na waandishi wa habari juu ya ujio wake na matarajio yake katika klabu ya Simba. Simba is a big team with high ambition in every one of competitions. So this is a big challenge for me, and we confirm very quick with Simba management to make this step. Just we late little bit to announce everything because I was under contract. So both teams they need to talk about details and to confirm. I worked in different leagues in Africa last season. Before Botswana, I was in West Africa, in Cameroon, Sierra Leone. So I think that I have experience in African football. My advantage is that I have idea about Simba because we played with Gaborone United against Simba. So we try to observe and analyze team before these matches. So I know most of the players and their style. Of course, I hope that my assistants here will help me to get more idea about the details, and because there is no time, that our next and most important matches after a few days. So this break maybe will be also advantage to give us a little bit time to work with him around 7 to 10 days and to be ready for the next stage, because our first goal now is to qualify the team for the group stage, because our ambition in this competition are too high. In football you never know, you can't give promises, but what can I promise is that if I'm here, me, my staff and everyone who is part of the squad will try to give his best during the training process, and the official matches we will try to build style and to give them good performance like football. So I trust that if performance like football is good, the results will come. Sawa, Dimitri Pantrev huyo, coach meneja mkuu wa Simba. Shughuli kwa kweli mpaka tuuzoe yeye coach meneja mkuu. Sawa, ameeleza vitu vingi sana. Mojawapo ni kwa amekiri kwamba Simba ni timu kubwa na changamoto kubwa mbele yake katika kuinoa. Ana uzoefu na soka la Afrika, amepita Cameroon, Sierra Leone kifundisha, kwa hiyo anaelewa namna ambavyo soka la Afrika linakwenda. Anaifahamu Simba japokuwa ni kwa muda mchache, anafahamu wachezaji kwa sababu waliwastadi vya kutosha kwenye michezo yake miwili dhidi yao akiwa na Gaborone, na amekuja kwa ajili ya kufanya mabadiliko baadhi ya sehemu, na ataitumia hii international break iliyopo kufanya vitu kwa ajili ya kuanzia. Malengo makubwa ni kuipeleka group stage, na amekubali kwamba kuna vitu atavibadili ili mambo yaende sawa, ikiwemo performance ya wachezaji, kwa sababu anaamini wana uwezo mkubwa, na ameweka wazi kwamba amekuja na msaidizi wake. Kuna vitu hapo ukivisikia ipe meneja mkuu kwenye timu, sio kitendo cha kusema tu kwamba amekuja na msaidizi. Unajua kabisa kwamba majukumu mama anakwenda kuyashika yeye, alafu kuna msaidizi, alafu kuna na aliyekuepo ambaye pia tunajua kwa muda wa miaka 8 sasa hizi amekuwa ni msaidizi pia. Licha kwamba vyeti, unajua watu wanatakiwa kuelewa pia, hata kipindi Matola alipokuwa Lipuli hakuwa kocha, unajua hakuwa kocha mkuu. Yes, licha kwamba alikuwa anaonekana kama nani, lakini aliyekuwa anatambulika kama kocha mkuu alikuwa ni msaidizi wake. Yes, ambaye alikuwa ni Amri Said Stamp. Yes. Kwa hiyo unakuja kugundua hivi vitu, kumbe ni vitu ambavyo viko very common kuliko tunavyojaribu kulazimisha vionekane tofauti. Azam ilikuwaje? Bruno Ferri na Dabo. Yes. Tulikuwa tunajua kabisa kwenye kiwanja cha mazoezi anayeongoza ni Dabo, msaidizi ni Ferri. Lakini kwa sababu kuna mmoja alikuwa ana vyeti ambavyo vimejitosheleza, tukija sasa kwenye mechi. Tukija sasa kwenye mechi kwa maana kwenye makaratasi kocha mkuu Dabo. Nani? Ferri, kwa sababu huyu vyeti vinaruhusu. Dabo huyu msaidizi. Lakini tunajua kabisa ile Azam pale imeandaliwa na Dabo, kila kitu kimefanywa na Dabo. Yule aliyekaa kimakaratasi kama kocha mkuu ni msaidizi kiuhalisia, lakini kwa sababu ya alikuwa Dabo pia anachukua tuzo za nani, Ferri alikuwa anachukua tuzo za mwezi. Mimi ninachosubiri kuona ni namna ambavyo hiyo itaenda kufanya kazi Simba. Kwa sasa hivi kuna kitu kita na yani mimi ninachosubiri of course mimi kwangu mimi kuna doubt ambayo nilikuwa nayo toka siku ambayo alitambulishwa. Kwa hiyo ninachosubiri kuona ni namna ambavyo Matola
Pantev pamoja na huyo msaidizi wake wataenda kufanya kazi Simba, and then kila kitu kitaenda sawa sawa. Wachezaji hawatakuwa pengine labda na fikra za kwamba mwalimu kuna vigezo na vikosa na vitu hizo. Kwa hiyo nasubiri kuona utekelezaji, alafu ndio naweza ni coach pia ambaye amenyooka kweli kweli, inatajwa kuwa ni mwalimu ambaye ni muumini mkubwa wa nidhamu. Lakini sasa kuna taarifa ya ndani ambayo imekuwa wazi kupitia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Hii hapa. Pantev tumeingia naye mkataba wa miaka 2. Kwanza niwaambie ndugu zanguni, haikuwa rahisi hata kidogo kumpata meneja Pantev. Vita ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Baada ya kuanza mazungumzo na meneja Pantev, tukakuta kuna wengine tena wanazungumza naye meneja Pantev wa hapa Dar es Salaam, vibaya mno. Yes, nyuma mwiko na wenyewe walikuwa kwenye mawindo makali ya kumchukua meneja Pantev. I'm talking foili wanavizia kumfukuza. Yes. Na kama wangefanikiwa kumpata meneja Pantev, leo hii mngeona thank you ya foili. Sasa wamemkosa Pantev, bado wanaviziana na foili. Wewe jiulize kitu kimoja. Wanapambana kuaminisha watu kwamba Pantev hana vigezo, lakini wanazungumza kwa uchungu kwamba imekuaje mmechukua meneja asiyekuwa na, yani wao wanapata wapi uchungu? Sisi tukiingia chaka, si tumeingia chaka, si tumekosea? Sasa wao wanapata wapi uchungu? Technically walitakiwa kufurahi kwamba yes, wanetu wamevaba, wamekwenda kuchukua mwalimu hana vyeti, lakini wao wanaumia. Kwa nini waumie? Yani wao wameanza lini kutuhurumia sisi au kuumia kupata uchungu sisi tunapokosea? Kiukweli ni kwamba wanajitahidi kutoa mfundo. Umeona kama sisi tunapambania foil ya bati. Ewa adui mbenja. Adui mbenja, kwamba wao wanapambania foil. Ni nani? Sasa foil ya Kibaki sio yule amewahi kuwapasua tena. Sasa atawapasua tena Kibaki jamani. Alafu na nimesikia foil alipangiwa timu. Hakuwa yeye. Aliwasilisha kikosi ya dabi. Aliwasilisha kikosi wakapangwa. Huyu hayupo. Haiwezekani asiwe bwana. Weka huyu bwana. Vipi bwana? Hii mechi kubwa. Ndio maana hakuanza usajili mpya. Wapi wengi wa kwanza siku hiyo. Hakuna mmoja mpya alianza mechi. Walikuja kuingia. Yeye alimix mpya na zamani. Sasa hawajui mechi. Anaweza akachukulia poa. Na kweli walifanya vizuri. Ile ilikuwa Diara, Mwenda, Boka, Jobu, Baka, Azizi, Abuya, Mudathiri, Dube, Pakome, Maxi. Bwana hakukuwa na mgeni. Hata Mohamed Hussein wa hapa kucheza ile mechi. Walichomolewa. Kila hali foili. Wacha sisi tukapumzike kidogo.